Mwanamke aligonga gari la kifahari kwa bahati mbaya. Kwa mshangao wake, mkurugenzi mtendaji ndani ya gari alikuwa akijificha na akakataa kujidhihirisha. Akiwa ameshindwa nini cha kufanya, kikundi cha walinzi walitoka kwenye gari na kumzunguka. Mara akalia na kusema yuko tayari kulipa uharibifu, lakini walinzi kwa heshima kubwa wakamuita bibie. Wakati huo mwanamke alimwona mkurugenzi mtendaji aliyejificha ndani ya gari. Aliangua kicheko ghafla. Ilibadilika kuwa mkurugenzi mtendaji ambaye alikuwa ameoa kwa harusi ya ghafla alikuwa akijifanya maskini mbele yake siku zote. Muda mfupi kabla, binti wa mkurugenzi mtendaji alikuwa akicheza kando ya barabara. Alipoinama kuchukua toi, lori kubwa lilikuwa likimkimbilia kwa kasi. Kwa bahati nzuri, wakati wa hatari, mwanamke alipita na kumwokoa. Pacha wa kike wa msichana alikimbia kumshukuru. Kwa sababu fulani, mwanamke alihisi urafiki usioelezeka kwa watoto hawa pacha. Aliwauliza wazazi wao wako wapi. Kijana mdogo akampa simu. Baada ya kupiga nambari, mwanamke alimjulisha mwanaume kwamba watoto walikuwa naye. Mkurugenzi mtendaji, akielewa vibaya hali, alidhani watoto wamekatwa. Kwa wasiwasi, akatuma walinzi kuwaokoa. Alipoona mtu ameleta sanduku lililojaa pesa taslimu, mwanamke akafurahi akidhani ni malipo yanayoletwa kwake, lakini sekunde iliyofuata walinzi wakamkamata na kumpeleka kituoni. Mkurugenzi mtendaji akafika na kuuliza kama watoto wameumia. Kijana mdogo akaelezea haraka kuwa mwanamke si mtu mbaya, alikuwa amemwokoa tu binti yake. Hapo tu mkurugenzi mtendaji aligundua kuwa alikuwa amemkosea. Baada ya mwanamke kuelezea hali na kuachiliwa, mkurugenzi mtendaji mara akasimama mbele kumwomba msamaha. Lakini wakati huo mwanamke alipokea simu kutoka kwa mama yake wa kambo. Mama wa kambo alimtaka aondoke nyumbani mara moja. Akimwona mwanamke akilia kwa huzuni, kijana mdogo akamfariji mara kwa kusema atamfanya baba yake amuoe. Hata binti mdogo aliyekuwa na ugonjwa wa akili aliongea kuuliza walipoona watoto wanampenda sana. Mkurugenzi mtendaji alijaribu kusema yeye ni mlinzi tu na mshahara wake ni 3,000 kwa mwezi. Akimwoa anaweza kukabiliana na shida. Msichana, ili kutoroka mama yake wa kambo, alikubali bila kusita. Lakini siku hii aligundua kuwa vitu watoto wawili walivyokuwa wamevaa vilikuwa sawa na vitu alivyowaachia watoto wake wa kuzaliwa. Kijana akaeleza kwamba hivyo viliwachwa na mama yao. Mara mwanamke akakosa pumzi.